السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في الأرض ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، أو كما قال هذه ناقة الله لكم آية. هذه ناقة الله لكم شرب وله شرب يوم معلوم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aelezea kisa cha Nabii Salih, na kisa chake aghlabia kimekusanya kile kitendo alichokifanya qaumu Thamud au ashabul hijr, kule kumuua ngamia waliotumiliziwa kama alama ama muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wa Thamud ama ashabul hijr, ambao sababu yake vile vile imeteremka aya katika suratul Hijr, walitumiliziwa na Nabii Salih kama anavyosema Mwenyezi Mungu, ila Thamud akhahum Salih. Walitumiliziwa na Nabii Salih baada ya kuangamizwa kaumu Ad, watu wa Nabii Lut. Watu wa Thamud wameishi katika miji ya Hijr kama tulivyotangulia, ambayo inapatikana baina ya Tabuk na mipaka ya Jordan, baina ya Tabuk na mipaka ya Jordan, katika nchi sasa hivi ya Saudi Arabia, karibu na mipaka ya Jordan, katika sehemu ambayo kwa sasa inajulikana kama Madain Salih, miji ya watu Salih. Na hapa alipita Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wakienda katika vita vya Tabuk, akapita katika Madain Salih na sehemu walioangamizwa watu wa Thamud. Watu wa Thamud walipotumiliziwa na Nabii Salih, na wao kama waliotangulia kabla yao watu wa Ad, walikuwa ni watu wenye nguvu na wenye kuishi miaka mingi. Walikuwa wakiishi miaka mingi mpaka kule kwenye sehemu tambarare ardhi, walikuwa wakijenga majumba ya kifahari, kusura, takhiduna min suhuli al-kusura wa tanhituna al-jibala buyuta, kama anavyosema Mwenyezi Mungu. Katika sehemu tambarare na sehemu za pwani wakijenga kasri zilizokuwa nzuri, lakini kwa kuwa wanakaa muda mrefu, maisha yao ilikuwa mtu yuko bado hai, lakini nyumba yake shabomoka, hawezi tena. Kwa hivyo hujenga katika majabali, wakachonga vizuri ili wapate kuishi maisha ya kudumu kama walivyokuwa wakidhania wao. Katika hali kama ile ikawaingia kibri, kwa Mwenyezi Mungu aliyofungulia katika maeneo yao, walikuwa wakipata riziki iliyokuwa nzuri, wana sehemu hupata maji, ingawaje jina la Thamud lenyewe limekusudiwa kwa kuwa maji ni kidogo sana sehemu ile. Jina la Thamud kama wanavyosema mufassirina wa Qur'ani lilikuwa limekusudiwa kwa sababu maji ni kidogo sana sehemu yao. Sasa walikuwa wakipata vyakula, wakipata na nguvu ya kujenga na kadhalika, ikawaingia jeuri kama umma zilizotangulia, wakawa wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyaabudu masanamu waliochonga wenyewe kwa mikono yao. Nabii Salih kama wengine walokuja waliwakataza kuyaabudu masanamu na wampwekeshe Mwenyezi Mungu peke yake kwa ibada. Wakawa hawapendi hilo, wakikasirika. Wakati mwingine ukimwambia ya Salih, kad kunta fina marjuwan kabla hadha, wewe ulikuwa mtarajiwa sana kwetu sisi kabla ya kuja na ujumbe wako huwa kutuambia atanhana an na'budu ma kana ya'budu abauna, unatukataza tusiabudu walikuwa wakiabudu wazee wetu. Kad kunta fina marjuwan kabla hadha, kabla ya kuja na ujumbe wako
tulikuwa tukutarajia ni mtu mwenye akili, mtu mwenye busara, mtu mwenye hikma na kadhalika, lakini sasa tumekutoa kwenye fikra hiyo, upo. Wakawa kisha fati bi aya in kunta min as-sadiqin, tuomba tupe muujiza wa kuamini utume wako kama kweli wewe wasema kweli. Tena hawakutosheka tu tupe aya, tupe muujiza wakanyamaza, la bali wakampa na tahdid Sayyidina Saleh, tunataka muujiza wenyewe uwe hivi. Baadhi ya mufassirina waeleza walikusanyika katika zile siku zao za sherehe, na mkubwa katika viongozi wao akamwambia nani Sayyidina Saleh, wewe tukutaka katika lile jabali, kwenye lile jiwe utoe mnyama ngamia ambaye kwamba tutamuona kwa macho yetu ametoka, tena katika sharti awe ni ngamia ashara, amehamil, ni mjamzito, si ngamia tu, awe na ni mjamzito, tumuone hivi hivi mbele yetu. Katika kauli nyingine ya mufassirina, atoke na pale pale azae mtoto wa ngamia pale pale tukimwangalia. Sayyidina Saleh akauliza, ni katika masharti ambayo anampa, kisha huyo ngamia atakapotoka awe aweza kunywa maji mengi zaidi katika maji yetu ambayo tunapata, kisha atoe maziwa mfano wa maji yaliyokunywa, ndio tutaamini wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Saleh akauliza, je, nikifanya mtaamini? Wakasema naam. Akaswali rakaa mbili Sayyidina Saleh alayhi salatu wassalam, akamaliza rakaa zake mbili na kumwomba Mwenyezi Mungu. Mbele ya jabali kwenye jiwe ukapasuka, akatoka ngamia. Kauli ya mufassirina, moja ametoka na mimba yake akazaa yule mtoto wake. Kauli nyingine mufassirina, kwa kuwa wengi wamezieleza taarifa hii, hata katika hadithi ya Hashr bin Hawshab anapokea Imam Hakim katika mustadrak yake, na baadhi ya mufassirina kama Imam Suyuti katika Durr al-Manthur tafsiri yake ameeleza hadithi ile. Ni hadithi ndefu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na isnadi hii ya Hashr bin Hawshab ndio pekee yake iliyokusudia kwa urefu kutoa hadithi hii ya Sayyidina Saleh na ngamia wake. Akaja ameeleza kwa urefu kuwa yule ngamia akajifungua pale, ama akatoka kwanza ngamia, yani sauti ikatoka kwenye mlima kama mambo ya kwamba mwanamke mwenye kujifungua, kisha akatoka ngamia alikuwa mkubwa, baada yake akatoka na mtoto wake ngamia, wakafuatana mpaka kwa Nabii Saleh alayhi salatu wasalam. Wengine walimwamini Sayyidina Saleh na ikawa hukaa naye kwa muda. Katika kauli nyingine ya mufassirina, alipotoka na ile mimba yake akakaa kwa muda akiwapa maji, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, laha shirbun wa lakum shirbun yawm ma'lum, ngamia atakunywa siku moja katika kisima na nyinyi mtakunywa siku nyingine, siku za kutofautiana. Akinywa ngamia mwingine asiguse, na siku ya kunywa ngamia hatogusa. Akawa amekaa, watu kwanza wakafurahika kupata maziwa, wakaneemeka. Maelfu ya watu wakawa wanakunywa maziwa ya yule ngamia wakifurahika, lakini wakaja kudhikika. Kwa nini? Isemekana katika masiku wako katika shughuli zao na sherehe, wakataka kuchanganya maji katika vinywaji vyao, wakakosa maji. Asema maziwa haiwezi kuchanganywa, kwa nini huyu ngamia atupe taabu? Mmoja katika wao akaeleza, basi si hivyo tu, bali na hivi sasa yuenda kuzaa mtoto, itakuwa ni dhiki zaidi. Mama ikiwa atakunywa, wengine hawapati. Na mufassirina wengine waeleza katika tafsiri zao, wasema ngamia akawa akikaa sehemu anayolisha malishoni, wale wanyama wengine humkimbia kwa ukubwa alikuwa nao, akija kunywa maji hata tone hawapati wanyama wengine. Sasa kwa watu wengine ikawa ni dhiki, mbali na kuwa wanapata yale maziwa, lakini ikawa ni dhiki kwa wao, wakaona hatuwezi, japokuwa huyu ametupa ni maziwa na ni muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tena Mwenyezi Mungu kainasibisha kwa aya zote aliyomtaja ngamia na Nabii Saleh, alizungumza naqatullah, kuwa ni ngamia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
aya zote zilizotajwa ngamia huyu hakuzungumza kuwa ni ayat naqatullah, ni ngamia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amejinasibishia mwenyewe, kwa kuwa kila kitu chake ni muujiza. Kule kuzaliwa kwake, yani kutokeza kwake kwenye jabali, maziwa yake ni kwa muujiza, kunywa kwake ni muujiza, kule yani ukubwa wake ikawa ni muujiza kwa kila namna. Hawakutosheka, wakaona hakuna hila ila ni kumuua huyu ngamia ili wapate kutoka kwenye dhiki yake. Hawakutosheka watu wa Saleh, wakaamua ni ngamia tutamuondosha. Wakafanya hila, kupanga. Katika kauli nyingine mufassirina, kuna Imam Tha'alibi katika Kashful Bayan, tafsiri yake aeleza kwa urefu Kiswahili vile vile, asema wakapanga Sayyidina Saleh aliletewa wahi watu wake watakuja kumuua huyu ngamia, akenda akawaeleza wale waliokuwa wameamini, watu mtakuja kumuua. Sema hatuwezi ya Nabii Allah, hatuwezi. Kisha kulikuwa na watu 9 katika Madina kama Qur'an inavyoeleza, wakana fil Madina 9 rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihuna. Kulikuwa na watu 9 wenye kufanya ufisadi katika ardhi, hawana wema. Wakakusanyika na kupanga njama vipi watamuua yule ngamia. Aliongoza ni mwanamke au wanawake wawili, mmoja akiitwa Aniza na mwingine akiitwa Swaduf. Hawa wawili kila mmoja amejitoa kwa atakayemuua ngamia anajipa mwili wake kwake yeye. Akajitokeza kijana ambaye kwamba kwa nafsi ya Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio muovu zaidi katika watu wa ardhi, aitwa Qaddar ibn Salif. Qaddar ibn Salif ndio muovu zaidi katika watu wa ardhi kwa nafsi ya aya za Qur'ani na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaddar ibn Salif akapanga njama kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye kumpenda yule Swaduf, akawa anahamu kwa ataangamiza kumuua yule mnyama ngamia ili apate kustarehe na kupendwa. Akatoka akaenda akamrushia ngamia ile kamba kumwangusha, au katika riwaya nyingine kampiga upanga wa mguuni akakatika ile miguu yake, mishipa ya miguu, kisha akaanguka chini ngamia na kumpiga upande wa nyuma haraka, ngamia akawa ni mwenye kufa pale pale. Kisha kauli nyingine mufasirina wakamchinja, wakagawanya ile nyama yake na kupeana kila mmoja. Sayyidina Saleh ilikuwa kaida yake halali katika mji ule, kutoka nje kidogo ya mji kuna msikiti unaoitwa Masjid Saleh, akienda kukaa kule kufanya itikafu, akirudi asubuhi katika mji pale, na wakawa tushamuua ngamia, basi tusitosheke na ngamia tu. Nabiullah Saleh ametuahidi ikiwa tutamuua basi ni siku 3 tu za sisi kupata adhabu, na yeye Saleh vile vile tumwangamize. Taqasamu lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyihi ma shahidna muhlika ahli au ma shahidna mahlika ahli. Katika viraati mbalimbali wakatoa viapo, wallahi tutamtegesha huyu usiku wake unapopita na kadhalika, yeye na ngamia wake tumfatilize. Thumma lanaqulanna liwaliyihi ma shahidna mahlika ahli, kisha tutaeleza jamaa zake, hatukujua sisi tulikuwa kwenye safari zetu, tumepata tu wameuawa Nabii Saleh na kadhalika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia vitimbi vyao vikafeli. Usiku walipokuwa wakenda, ardhi ikawameza, ikawapoteza wote, akabaki yule Qaddar ibn Salih peke yake na wenzake na mwenzake, wakaja wawili na wengine 7 wakawaunga, wakaenda wakamuua ngamia Nabii Saleh. Yule mtoto wa ngamia akakimbia mpaka juu ya jabali katika kauli moja. Katika kauli nyingine walimuua naye vile vile kumfuatisha na mama. Katika kauli nyingine akakimbia juu ya jabali, Mwenyezi Mungu akampa uwezo kuzungumza. Haya amezungumza Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, Imam Ibn al-Jawzi na wengine, kuwa alizungumza huyu mnyama akasema ummi ma faala ummi, yani mara 3 wakizungumza kwa zile sauti 3 alizozitoa. Nabii Saleh akamwambia, Mwenyezi Mungu amenipa amri, murhum an tamatta'u fi darikum 3 ayyamin ghayra mamnun,
stareheni katika ardhi yenu siku ngapi? 3, ambazo kwamba hazina urongo. Baada ya siku 3 mtapata adhabu. Baada ya siku 3 walimuua ngamia siku ya Jumatano kama ya leo. Siku ya Jumatano ndio walimuua ngamia wa Nabii Saleh. Siku ya Alhamis uso wao ukaanza kubadilika kama alivyoahidiwa na Nabii Saleh. Kwanza zikawa rangi ya njano, watu wote katika mji ule, kwa kuwa kauli moja mfasirina wote wamekubaliana kuwa watamuua, wakabadilika nyuso zao kwa rangi ya njano. Siku ya pili ihmarrat wujuhum, ikawa nyekundu nyuso zao. Siku ya 3 ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi, swaddat wujuhum, nyuso zao zote zikawa nyeusi. Kila mmoja akayakinisha kweli ni adhabu alitoahidi Nabii Saleh. Walipoamka siku ya Jumapili, kila mmoja alitarishia kafani yake na kadhalika. Ilipofika wakati dhuha, kapigwa ukelele. Kwa riwaya moja ya mufassirina, Jibril alayhi salatu wassalam alipiga ukelele mmoja tu ukawamaliza wote katika ardhi walikuwa watu wa Thamud, wote wakauawa. Katika kauli nyingine ya mufassirina na hadithi hili, Imam Hakim anabaki ni mmoja katika watu wake, akatoka mpaka mji wa jirani akawaelezea kilichotokea katika kaumu Thamud. Baada ya hapo likatoka jiwe juu likampiga na akaanguka. Alimamu Tha'alibi katika Kashful Bayan asema akatamani maji, akapata maji kunywa, na pale pale akaanguka, ikawa ni adhabu kama wenzake. Ama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi Imam al-Asyuti katika Durr al-Manthur na wengine wameeleza katika tafsiri yao, alielezea siku moja katika masiku wakipita katika miji ya Taif akawapata watu. Ama hadithi vile vile ilivyoeleza katika Mustadrak al-Hakim ya Hashr bin Hawsham, asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam waliangamia wote watu wa Thamud illa Abu Righal, illa Abu Righal. Huyu Abu Righal alikuwa ni mtu katika watu wa Thamud, na huyu ndo baba ya watu wa Thaqif, wale watu wa Taif. Huyu ndo baba yao, ndo asli ya watu wa Taif. Abu Righal alikuwa yeye amekwenda kuhiji katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani alikuwa katika mji wa Makkah anafanya tawafu na hija yake wakati ule, hija ya zamani. Alipokuwa akihiji, adhabu haikumfikia ilipowafikia watu wake, watu wa Thamud. Lakini alipotoka tu katika sehemu ya haram ya Makkah, sehemu ambayo kwamba ni hil, sehemu ambayo kwamba iko nje ya mipaka ya haram, basi na yeye akampata aliyopata watu wake, naye akapata adhabu na akafa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha masahaba zake. Hapa ndipo alipozikwa Abu Righal, na akaonyeshwa alizikwa na akiwa na mfuko wa dhahabu ambao kwamba alizikwa nao, alama yake ikiwa kwamba ni chimbeni. Masahaba ridwanullahi alaihim wakachimba chini, wakatoa ile dhahabu ambayo kwamba alikuwa amezikwa nayo Abu Righal, wakaiangalia kweli kuwa alama aliyoonyesha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu alikufa wakati huo wa Nabii Saleh akaja kuonyeshwa alama yake na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akipita karibu na miji ya Taif. Kaambia huyu alikuwa ni watu katika watu wa Thamud. Ama wengine wakaelezea Abu Righal ni yule ambaye kwamba aliyopeleka jeshi la Abraha kwenda kutaka kulivunja Kaaba, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi yake kuwa huyu alikuwa katika watu wa Thamud. Ama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake wakienda vita vya Tabuk, walipita katika maskani ya Thamud. Walipopita, baadhi ya maswahaba walikimbia mbio wakachukua maji na kujaza vile vyombo vyao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la, hawa wameadhibiwa mtakapokupita katika sehemu za watu walioadhibiwa, imma mpite kwa kulia ama mpite haraka. Sehemu yenyewe kama wanavyoeleza Rasuli ni kama maili 18. Sehemu yote walikuwa wamekaa ama walioangamizwa watu wa Thamud ni maili 18, kilomita kama 20 na kitu 30. Kwa maili moja ni kilomita 1.6. Kwa hivyo 18 mara 1.6 ndio umbali wa zile kilomita ambazo kwamba walikaa watu wa Thamud, ambao kwamba waliadhibiwa wote. Kwa hivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sivyo, akachukua zile zote, yani vikapu vya maji walikuwa navyo, wamechota maswahaba kutoka katika kisima ambayo kwamba walikuwa wakichota wale waovu,
akavichoma, kwa sababu hawa wamechukua katika kisima kidogo, kisha akawaonyesha kisima alichokuwa akinywa ngamia wa Nabii Saleh. Ndio masahaba radhiallahu alaihim wakawa ni kuchota pahala pale. Na hasa katika riwaya nyingine, Bwana Mtume sallam alifanya khutba hasa baada ya salatu al-fajr, akawaeleza watu, kwambia angalieni, hapa kulikuwa kadha kadha, akawatolea kisa cha Nabii Saleh na watu wa Thamud na ngamia wake, akawaeleza. Kisha akawaeleza, mkipita maeneo kama haya muwe mtalia na kusikitika, ili Mwenyezi Mungu asije akawasibu na yale ambayo kwamba yamewasibu watu waliopita kabla yenu. Kwa sababu maswahaba walitoa udhuru, ya Rasulullah, tutakuona tu vipi ulivyoangamizwa na kadhalika. Akamwambia la, isije ikawapata adhabu kama ilivyowapata wao. Imam Tha'lab bin Mishri Kashf al-Bayan katika tafsiri za sura al-A'raf aelezea Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza, je, wajua nani muovu zaidi kwa watu wa kwanza? Akasema, la ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Akamwambia, Qaddar ibn Salif alladhi aqara an-nar, yule ambaye kwamba alimnua ngamia za Nabii Saleh, ndio muovu kwanza. Na je, wamjua ni nani katika waovu wa mwisho? Ni nani atakayekuwa muovu katika watu waovu wale wa mwisho watakaokuja baadaye? Mwambie Allah wa rasuluhu alam. Mwambie ni yule ambaye kwamba atakuwa wewe, atakuwa wewe, huyo ndiye atakuwa muovu katika watu wa mwisho. Lakini kwa nasu ya Qur'an, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, walimchagua muovu wao, idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata Allah wa suqyaha. Kwa nasu ya Qur'an, muovu zaidi kwa wote na nasi hadithi ya Bwana Mtume sallama ni Qaddar bin Salif, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe athibitisha, idh ba'atha ashqaha, walipomtuma yule muovu wao zaidi, akamuua huyo ngamia Nabii Saleh, ambaye kwamba alikuwa ni muujiza kwa watu wa ardhi. Huyo ngamia Nabii Saleh alikuja kama muujiza kwa ulimwengu, kuonyesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utendakazi wake, lakini watu wakaenda kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakamuondosha na adhabu ikawa ni yenye kuteremkia. Na yoyote mwenye kukufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, adhabu huwa ni yenye kuteremka kwa namna anavyopanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima kila dakika tushukuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili zile neema zipate kudumu kwetu sisi. Na hii ndio ibra kubwa kwa hawa wanyama wengine wanaotumilizwa, na hasatan huyu ngamia Nabii Saleh alayhi salatu wassalam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una qawlan fayattabi'una ahsanahu. Allahumma ballighna laylatal qadr waj'alhu lana khayran min alf shahr ma'a 'azimi ajrin wa karim adh-dhuhr. Allahumma ballighna laylatal qadr waj'alha lana khayran min alf shahr. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اجعلنا اللهم من عبادك الصالحين. اللهم يا رب اجعلنا ممن فاز برضاك يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله.